الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، naendelea na tafsiri ya sura Taha, na kama tunavyoona katika hizi aya tulizoziacha jana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ahadi Adam ya kwamba atupokuwa katika janna, katika bustani tuite, sababu hatuwezi kusema hiyo pepo ya kwamba janna yenyewe ndio pepo yenyewe ambayo watakaoingia baadaye, kwa sababu kwanza, kwa sababu anaingia pepo hiyo hatoki. Pepo hiyo ile kusudiwa, inshallah, Allahumma ja'alna min aljanna inshallah. La kwanza. La pili, taban mambo haya ya kwamba anamahidi hivyo na kumpa indhar, onyo kali sana, asije akakudanganyeni shetani akakutoeni katika starehe hizi. La pili, kwamba huyu ukishakataa kumsujudia Iblis, ila Iblis aba wastakbar, ikawa rujim min rahmatillah, kama kwa rejim mubad, amebaidishwa na rehma za Mwenyezi Mungu, ataingia katika rehma hizi za bustani nzuri nzuri kama hivyo. Ingekuwa pepo hiyo kweli, basi kwanza hawezi kufika kule, kisha asi zamani wakati alipoomba msujudie, na ibada sida baada ya kusujudia malaika kwa msujudia Adam. Kwa hivyo hawezi kwa pepo hiyo ndio tunayongojea inshallah, ikawa ndio pale ambapo ukaweza kufika Iblis hata kwa ushawishi na kuwadanganya na kuwatia wasiwasi. Kwa hivyo ilikuwa aina bustani, ukiacha kwamba pahala papa pa kupita tu na kujifunza baadhi ya mafunzo kwamba binadamu, vizazi vyako, dhuria yako, ewe Adam, watakuwa hali kama hii, katika kudanganywa na kuchezeshwa tu na shetani na Ibilisi, na ndio watakavyokuwa watu wako hivi. Kwa hivyo hii ndio hali itakavyokuwa, na kwa hivyo sisi tumeshakuandalia. Asli ya Mwenyezi Mungu kuambia malaika ni ja'ilun fil ardi khalifa, kisha iandaa ardhi na kutengenezwa kila kitu kwa mahitaji yote yanayohitajia binadamu. Mtoto wa Adam anachokihitajia atakipata, lakini vitu vya asasi vya msingi ambavyo vimetajwa kutokana na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa Adam na kumwambia kwamba ewe Adam, inna laka alla tajua, aya 118, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha, nakupa starehe, huna haja kufanya kazi yote wala tabu yote. Inna, hakika, laka, utakuwa ni chako wewe, utakipata wewe, nimekuandalia. Maana kwa ufupi, nimekuandalia humo starehe ambazo hutokuwa na njaa wala taara, wala hutokauchi, wa annaka la tadhma'u fiha, wala hutokuwa na kiu, wala tadha, wala hutopigwa na hutopata joto huko. Dhaha shamsi ya dhuha, ya wakati ule ilipoanza kushtadi, ndio inakuwa tadha, yani hutopata joto. Yani hapa mambo haya maana kama kwamba hizi aya inaashiria kwamba mambo haya ni asasiyati ambayo lazima Adam au kizazi cha Adam mwanamume anatakiwa mtimizie bibi Hawa au zauji, mke wa kila binadamu. Kitu cha mwanzo, chakula atapata, la tajua, hutakuwa na njaa. Alafu kisha kivazi, la taara, hutokaa uchi kabisa, utakuwa na kivazi chako. Kwa hivyo chakula na kivazi, wa annaka la tadhma, hutakuwa na kiu huko, na kinywaji, wala tadha, na maskan, sakan, mahala pa kukaa kujihifadhi na jua, bali na kujihifadhi na kila kitu, pahala pa kupata amani na utulivu. Kwa hivyo hii ni ahadi kwamba utapokwenda huko madha utamaasi,
Kwa hivyo fatashqa, na shetani atakutoeni katika hii bustani hii. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. Tazama, yani katazo kali sana, msije mkamwendekeza mkamfuata, asije akakutoeni nyote wawili. Yukhrijannakuma, nyote wawili, min aljanna, katika bustani hii. Fa, na mkitoka, result yake inakuwa nini? Natija yake kwamba fatashqa, mtapata mashaka. Ukatafute riziki, ukatafute kinywaji, ukatafute chakula, ukatafute pahala pa kukaa, ujenge nini na kila kitu. Haya mambo mane ni asasiyat, ndio utakayofesi hapo. Umepata kila kitu bure, umeandaliwa kila kitu. Ukiasi utakwenda kuhangaika. Na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu aliyotuwekea sisi binadamu, kwamba tuwe tunajua wajibu wetu katika kuisha maisha. Hakuna maisha starehe kama ya bustani ya Adam, bali maisha mashaka, fatashqa. Na hivi ndivyo haya tunapoeleza. فوسوس إليه الشيطان. فوسوس إليه الشيطان. بسي لكني شيطاني alimtia waswasi ilaihi. Fawaswasa ila, harfu jar imetumia ila hapa, na yani hurufu jar tanubu baadhi an baadhi. Wanasema unaweza ukatumia ila, ukaja ukatumia la, ukasema mina, na zinakwenda sana katika ayat nyingi. Kwa hiyo katika kaida za nahwu, sarfu na kwamba nini zinaweza kupokezana katika. Sasa hapa tunasema fawaswasa ilaihi الشيطان أصيه. Lakini kama unakwenda katika Al-A'raf aya 20 kule nasema fawaswasa, hapa ilaihi peke yake Adam, shetani, iblisi na Adam. Lakini ile kule Al-A'raf kama msiondekeze mkamfuata akakutieni katika nini, fatakuna min adh-dhalimin. Fawaswasa lahuma, imetumika kule ila, hapa la, lahu, lahuma, wote wawili. Hapa kule mmoja katajwa, hapo wote wawili. Kwa hivyo aya 20 katika Al-A'raf wasema fawaswasa lahuma ash-shaytan. Na likitokezea jambo hilo hapa tumesema nini? Fawaswasa ilayhi ash-shaytan qala ya Adam. Hiyo ndio waswasa yenyewe. Wanagani kabla, hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla. Hiyo ndio waswasi wake alimwambia. Ukitazama katika aya 20 kule Al-A'raf, waswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sa'atihima, moja kwa moja. Lakini aya ya hapa imetaja nini? Kwamba fawaswasa ilayhi ash-shaytanu, kwa haya maneno imetajwa kule, hajatajwa katika aya. Qala, nikasema ya Adam, unajua ya Adam nini? Ya Adam, hal adulluka, je nikujulishe, nikuoneshe ala shajaratin, nikujulishe kuhusu mti shajaratil khuldi. Hal adulluka ala shajaratil khuldi, hilo moja. Na la pili ni tena wa mulkin la yabla. Haya maneno ya Iblis au shaitan, فأسس إليه الشيطان. طيب juu ukitizama limetaja neno Iblis, hapa limetaja shaitan, kote hao namna moja. Kwa hivyo kwamba hapa alipomtia waswasi, bimaana kampulizia maneno, akamwambia, akamdanganya na kumtia nini hamu kwamba ile jambo lifanye hilo lokatazwa, ila mti mmoja tu, si ule huu. Kula kila kitu ragadan haithu shaytuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Sisogee, la taqraba, alif al-muthanna wawili, la wewe wala zawjak wala Hawa. Hawa kirabu sio Hawa, Adam na Hawa. Hawa wapi? Hawa wale Hawa
ukitaka kumuita jina lake sisi Hassan tunaita Hasani, ndio Kiswahili tena. Lakini hasa Hassan, Hussein, Muhammad, la Muhammad. Yani hata watu wengine katika kuadhini ashhadu anna Muhammad, ile inakuja baina he na he, hailetwi ha kwa safi kabisa. Kwa sababu ulimi ndio umezoea kusema Kiswahili, sio? Lakini hasa ilivyo Muhammadan, Hassan. Kwa hivyo hapa maneno alomwambia فوسوس إليه الشيطان كوكم بي قال يا آدم هل أدلك kwa ujanja, je nikuonyeshe, nikwambie? Sio kwamba kumwambia moja kwa moja tu, nataka nini, your permission, yani unikubalie. Kama utakubali mimi nakupa kwa maslaha yako. Hal adulluka ala shajaratin, je ewe Adam nikujulishe mti. Lakini hapa kasema shajaratil khuldi, moja kwa moja kampa, nikwambie mti wa kuishi milele, the tree of eternity wanasema wazungu, the tree of eternity. Mti wa nini? Shajaratul khuld. Sio hivyo tu, anamwambia wa mulkin la yabla, na ufalme usiokoma. Mambo mawili, ukila katika mti huu hakuna apple wala nini, hakuna. Qur'ani haijasema hivyo. Nani alikwambia kama ni apple? Ikiwa Qur'ani haijasema, kwa hivyo usisingizie kama ni apple, sema mti tu. Ikiwa apple, mtufaa au nini, there is no authority on that, hakuna ukweli kwa. Walikuwa wanajua sawa watatu. Wanajua watatu. Wa kwanza nani? Adam, sio? Wa pili nani? Bibi Hawa. Na watatu nani? Iblis, shetani. Na ndio anajua zaidi ati nikuja adulluka. Tena hajamwendea kwanza bibi, kama mza huyu akikubali huyu ndo mwenye pawa juu ya yule bibi. Sikatoka katika mwili wake bwana, sema wa khalaqa minha zawjaha. Kwa hivyo hal adulluka, anaambia nini? Je nikujulishe, hal adulluka ala shajaratil khuldi, mti huu kila utaishi milele, hukongi, huyu mtu mzima, huzeeki, utakuwa kijana siku zote hivi. Yani ndio pepo yenyewe, na ndio bustani, ndio mti wa peponi huu wenyewe, ndio kakatazwa usile sasa hivi. Kwa hiyo bora kula. Alafu sitosha, mulkin, na ufalme, la yabla. La yabla anasema usiokoma. Wanasema nini ufalme nini? Wanasema the everlasting kingdom, the everlasting kingdom. La yabla, nguo kichakaa wanasema yabla. Kilichoharibika, kilichochakaa, kinadhoofika, kinachokuwa maneno chungu zima maana abla, na yani kisichostawi nini yabla, na kwa nini shajaratul khuld ukamilele. Kwa hivyo la yabla, usonywe, usioza, usodike, wanasema pia katika yabla inaita maana chungu zima. Almuhimu kitu kwa kibaya, kuharibika kwa kitu. Kwa hivyo mulku, ufalme wako usokoma, usoharibika, usomalizika, usonywe, yani maana ni kama unasema ufalme wa kuchangamka na kunini na kuzidi kustawi, the everlasting kingdom. Hivi ndivyo wanavyotafsiri Abdul Ala al-Maududi. Kwa hivyo ukitizama kwamba mambo mawili haya yanavutia, kuishi milele anataka. Nimekwambia kabla wewe Adam, mwambia inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Result anajua uzuri, natija yake anajua kwamba ni kila basi ninafukuzwa. Lakini katika danganywa na mtu asizoea kufanya maasi, hajazoea kufanya maasi wa kwenda kinyume, au hajaweza kupima uzito wa kwenda kinyume na maamrisho Allah, ikabidi hata nini, kwa lahadha ya udhaifu wa binadamu kama atakavyokuwa udhaifu wake, anadanganyika ghafla, anakwenda kufanya jambo ambalo
isidhurisha, alafu mwenyewe baadaye anakuja na anajuta. Kwa hivyo ndio ilikuwa ni hivyo, na kwamba mtu kumwelezea kwamba bin Adam ameasi na nini, akawacha yote aliyozungumza, mengine akakamata point hiyo tu, kwa sababu hapa nasema faakala minha, wote wawili. Faakala peke yake, faakala alifu hii almuthanna, wawili pamoja, Adam na zawji na Hawa. Faakala minha wakala fabadat lahuma sawatuhuma watafiqa yakhsifani alayhima min waraq aljanna. Tutaelezea, lakini tunataka kuchukua hiki kipande cha mwisho. Waasa Adamu rabbahu faghawa. Waasa, tutarejea kipande, tuchukue cha mwisho. Waasa, na kaasi Adam bin Adam, Sheikh Adam alimuasi Mungu wake. Faasa Adamu rabbahu, mola wake mlezi. Faghawa, akapotea njia. Tazama, ukisema faasa, uitizame kusudio la Mwenyezi Mungu kwamba huyu mtu kweli ni experience yake for the first time, awal mara, na si mtu mwenye kufanya kosa. Na ukitizama kosa yenyewe kula tunda, sio katika min al-kabair, min al-saghair, sio min al-kabair kama kazini ama kaua au kama yanayojulikana min al-kabair ya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu kwa ukali, kwa sababu min al-kabira yote min al-kabair, katika madhambi makubwa motoni moja kwa moja, hakuna ile tauba. Lakini saghair istighfar na nini zinatosha, na tauba sio ukarudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inapokuja kauli kama hii, faasa Adam rabbahu, asyan mara moja, faghawa, akapotea njia, tofauti na kusema nini kwa sababu huwezi kumwita asi, yule asi yule wakabobea katika asyan, au ile ghawi, faghawa, akapotea, kupotea njia. Kama zikuja katika nyingine, au na shadda hammazin masha'in binami manna'in bil khair, yale wale wamebobea katika kuzuia khairi. Hammaz, wanapenda kuzungumza habari za watu na kuchochea na kufitinisha na nini. Masha'in binamim, kufanya namima, kubadilisha vitu, kuondoka mwambia hivi na kidogo haya, unapotia shada na kwa mtu kabobea katika mambo yale maasi mbaya kabisa. Lakini kitu mara moja, ndio kwa maana baadhi ya maulama wanasema nini, usije ukasoma peke yake faasa Adamu rabbahu faghawa, ukaichukua peke yake. La, ichukue katika, kama unasoma Qur'ani soma, lakini ukachukua peke yake inafasha kasu faasa Adamu rabbahu faghawa, yani خلاص mshafanya duasi na la, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia hapo hapo, kasema nini, alafu kaambia thumma jitabahu, amemchagua, amemtakasa, amemsafisha, astafahu, akampa utume na akamfundisha, sema hivi nipate kusamehe, sio? Sasa hapa faakala minha, akala kutokana na mti huo, min hadhihi shajara, minha fabadat lahuma, badat in tubdu sadaqati au tukhfuha, hasa tubdu yani kudhihirisha, au tukhfi kuficha. Idhan fabadat bikafudhihiri, maana yake fabadat lahuma imetukuja tamu annas kwa sababu sawatu, nakedness, utupu wao, uchi wao, private parts zao, kama wanasema Waingereza. Fabadat lahuma, bikadhihiri sawatuhuma, ukawadhihirikia uchi wao. Halafu anasema nini, watafiqa yakhsifani alayhima, wakaanza kujibandika nini, min waraqil janna, bandika ni majani ya janna, ya bustani hii, ili kuficha tupu zao. Watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. Waraq jamu ya warqatun, warqa moja, waraq
majani mengi kama majani ya mgomba au majani gani makubwa makubwa Allahu a'lam. Kwa hivyo hata wengine kasema waraq tin, mti wa mtini, iko riwaya Kwa hivyo aya inasema nini? Fabadat sawatuhuma, la mwanzo. Alafu la pili nini? Watafika yakhsifani alayhima min waraqil janna, na kujificha sasa. Wanachukua nini? Majani ili wajifunike tupu zao. Lakini sasa ukienda katika aya ya nini? Aya ya 20 katika Al-A'raf kasema nini? Fawaswasa lahuma. Hapa ilayhi peke yake Adam. Hapa lahuma wote wawili. Wote wawili Adam na Hawa. Fawaswasa lahuma ash-shaytanu, nasoma nini? Aya Al-A'raf 20. Kwa nini li yubdiya? Tazama hapa kakata cut short Hapa kasema nini? Fawaswasa lahuma ash-shaytan fawaswasa lahu ilayhi. Sio? Akamdanganya kwa kumwambia maneno yenyewe. Hapa moja kwa moja result yake kwamba nini? Wakakashifika na tupu zao. Fawaswasa lahum ash-shaytanu li, kwa ajili ya liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihim, ili wakashifike na yale yaliyofichika katika tupu zao ikashifike moja kwa moja Jamani, hili jambo dogo si dogo, kwa sababu kitazama ulimwengu unapokwenda sasa, watu wanakwenda uchi kabisa, la habari hawana. Yani yale maasi yamepindukia mipaka, yani laana za kupinda mipaka. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo ya Rabbul Alamin. Kwa hivyo liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, ili pate kuonekana tupu zao. Waqala, zama pasa imekuja baadaye. Waqala, akasema nini? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini au takuna min al-khalidin. Tazama kule tumesema nini? Kule hujakatazwa ili nini? Shajarati al-khuld, kule ukila utakaa milele, wa mulkin, na ufalme la yabla usokoma, sio? Na hapa akasema nini? Waqala ma nahakuma, hajakatazeni Mwenyezi Mungu nyote wawili, Adam na mzauji mke wa Hawa, rabbukuma, muda wenu, an hadhi shajara, kutokana na mti huu, hajakatazeni ila isipokuwa antakuna, msije mkawa nini? Malakaini, malaika wawili. Unganisha maneno shajaratul khuld, yani toka malaika wanakuwa wanaishi milele, sio? Malakaini au takuna, au mtakuwa min al-khalidin, mtakao kuwa kuishi milele, al-khulud, khalidina fiha, bas kuishi milele peponi. Na wakasamahuma, tena wakaapa kwa kiapo, kwa mujibu wa nini? Kwamba mimi ninachokwambieni kwa faida yenu. Haya, kwa hivyo hapa qala ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla, faakala, kamshawishi sana mpaka akakubali. Hapo hapo inaonyesha nini? Katika lahadha ya kule kutamani, ndio sote mtu siamue kitu, lazima kwanza jitulize kidogo, ufikiri. Faakala minha, kutokana na mti ule. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alayhima min waraqil janna, kana jificha, anajikinga na kuonekana. Kwa nini? Kwa kujificha kwa majani. Waraqil janna, bustani sio la pepo janna, hii bustani hapa wa asa Adamu rabbahu faghawa. Lakini kinachotokeza kwamba Mwenyezi Mungu kamwandalia ardhi, inni ja'al fil ardi khalifa, alikuwa akiwaambia malaika wanasema qala ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kufanya ufisadi na kumwaga damu na nini, na Mwenyezi Mungu ambaye alam ma la ta'lamun ila akhirih. Kwa hivyo kwamba ikiwa wamewekewa hasa kwa ajili ya kuja kuishi katika ardhi hii, ilikuwa pale transit yao kupitia katika bustani, haijawa milele. Au kama watu wanaona yote Adamu ametotoa katika pepo kwa tumestarehe kuja, la. Soma aya vizuri upate kufahamu lengo la kupelekwa katika janna, kabla kushushwa huko moja kwa moja. Ni kama ni darasa pitie, ambao wengi binadamu wanaingia katika makosa kwa kufanya yale
aliyofanya Adam mara moja, lakini tunafanya mara milioni moja. Asio. Naam. Kwa hivyo hapa thumma jitabahu rabbuhu. Unapoona aya kama hii thumma jitabahu, ikisha Mola wake mlezi akamteua, thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi, akamkubalia toba, wahada, na akamuongoa, naona mambo haya, na akamfundisha semeni maneno haya, au sivyo? Kwa maana tunaposoma katika al-Baqara nasema nini baada ya kushakula? Baada ya kushakula katika mti ule akasema nini? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Fataba alayhi, akamsamehe, au sio? Akamfatalaqa, maana mwenyewe Mwenyezi Mungu kamfundisha. Thumma jitabahu, au sio? Akamsamehe, akamteua rabbuhu, fataba alayhi, akakubali. Baada ya kumwambia nini? Maneno. Na kule hii katika nini Araf kasema qala fatalaqa min rabbih, sio? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi. Hapa kakwambia moja kwa moja thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi, sio? Unganisha na kilichokuja katika nini? Ukurasa pale Adam baada ya kushakula, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Nasi nini talaqa min rabbihi kalimat? Sikasema hapa shabahu fataba alayhi, sio? Sasa nenda kule qala, sio peke yake, na wewe bihawa tuseme pamoja, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Naam. Qala, sasa ukitaka lazima uende huku na huku na huku. Chukua aya hii, chukua nenda katika al-Baqara, nenda katika al-Araf, upate yale maneno. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimati yapi hadi? Haya tuseme pamoja bihawa. Haya ndio qala, wamesema wote wawili, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Hebu Adam maneno atajuaje kama hajaambiwa na Mwenyezi Mungu? Rabbana dhalamna anfusana, hakika ya Mola tumedhulumu nafsi zetu, na kama hujatughufiria na tarhamna ukaturehemu, maghfira ma'a rahma, pamoja tutakuwa lanakunanna, sio lanakunanna. Kwa hakika hasa kutia shadda ya taukidi ya kutia nguvu, lanakunanna min al-khasirin. Mwenyezi Mungu akasamehe. Thumma ijtabahu, ijtabahu istafahu, amemtakasa na akamchagua. Kuna ijtabahu mujtaba wa mustafa, kusafishwa, kutakaswa, kuchaguliwa, maana mbili pamoja. Ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Amekusafisha, kutahirisha, halafu na kukuchagua ala nisa'il alamin, mbele ya wanawake wote ulimwengu, kukuchagua wewe ndio kuleta mtoto bila baba. Kwa hivyo thumma ijtabahu thumma astafahu fataba alayhi wa hada, akamsamehe, akamwongoa. Hivi ndivyo ilivyokuwa kisa cha nini, cha Adam na kosa alifanya. Lakini hata hivyo result yake qala habita. Sasa ndio time ya kwenda kwenye ardhi. Sasa tuache katika safari ya kwenda kwenye ardhi mpaka tufike inshallah kwenye ardhi kwa darasa ijayo inshallah. Hadha wallahu a'lam.